Aliyeandamana mpaka ubalozi wa Papa kumshtaki Padri Kitima na Askofu Ruwaichi ashambuliwa na kuumizwa vibaya na watu wasiojulikana. Unatazama Mseto Media, hakikisha umebonyeza maneno subscribe kisha alama ya kengele. Mimi ni Queen Ray Kavishe. Kama wewe ni mfuatiliaji mzuri wa Mseto Media, utakumbuka siku kadhaa kule nyuma tulikuletea hapa taarifa kuhusu kikundi cha watu kilichojitokezaga na kuandamanaga mpaka ubalozi wa Papa kujitambulisha kama waumini wa kanisa Katoliki, ambacho kilikuwa na malalamiko kumhusu Padre Kitima na Askofu Ruwaichi. Sasa kufuatia hayo, mwanadada aliyejulikana kwa jina la Lucy Michael, mkazi wa Yombo Dovya jijini Dar es Salaam, ambaye alikuwa kiongozi wa maandamano yale, amedai kuvamiwa na kupigwa na watu wasiojulikana akiwa anatokea nyumbani kwake Januari 6, 2026. Kwa mujibu wa maelezo yake, Lucy alivamiwa na watu wanne ambao hakuweza kuwafahamu na kumshambulia kwa kumpiga. Lucy amenukuliwa akisema swala la yeye na wengine kutoa malalamiko kwa balozi wa Vatican anahisi ndiyo sababu ya yeye kuvamiwa na kupigwa, na tayari ametoa taarifa kituo cha polisi. Kwa upande mwingine, kumbukwe wapo waliokuwa wakilalamika kundi hili wakisema linatumika kisiasa na wala sio waumini wa Katoliki, bali ni kikundi kilicholipwa pesa kwa madhumuni fulani. Tumsikilize hapa Lucy, kisha utaniachia maoni yako hapa chini. Queen Ray Kavishe, Mseto Media. Naitwa Lucy Anthony Michael, ni mkazi wa Yombo Dovya. Ni mmoja wapo ambaye nilienda katika ubalozi wa Vatican katika kupeleka barua ya maoni kwa ajili ya viongozi wetu wa dini. Lakini baada ya kwenda katika ubalozi wa Vatican, baada ya hapo nilianza kupokea simu za vitisho kwa watu wengine nikiwa na wafahamu na wengine siwafahamu. Namba zilikuwa nyingi zinapigwa. Baada ya hapo, siku ya Jumatano tarehe 6, natoka nyumbani kwangu, nilivamiwa na watu wanne ambao siwafahamu na kunishambulia kama hivi mnavyoniona. Nimepigwa siku ya Jumatano muda wa saa 5 na asubuhi, kipindi natoka naelekea kwenye shughuli zangu, na watu ambao wasiojulikana na siwafahamu kama hivi mnavyoniona. Kwenye mkono nimeumia, usoni kama hivi mnavyoniona, na baadhi ya sehemu mbalimbali za mwili wangu ambazo zinaletea maumivu mpaka hivi sasa. Jambo kubwa walichukua na kidai kwamba wanasema wewe unajifanya msemaji wa serikali, wewe unajifanya chawa wa serikali, wewe unajifanya serikali na kutumia kwenda ubalozi wa Vatican. Wewe una mamlaka gani kwenda ubalozi wa Vatican? Wewe ni mtu wa serikali? Wewe ni msemaji wa serikali? Kama kuna viongozi wanaongea lugha ambazo hazipendezi kiimani yao, wewe ni msemaji wa kanisa mpaka uende huko? Ndio maneno ambayo alikuwa anayatamka. Nilivyotokewa na matatizo hayo, nilienda kulipoti kituo cha polisi cha Makangalawe ili nishachukua labi, na mpaka hivi sasa naomba nisaidiwe kwa ajili ya usalama wangu, serikali nisaidie kwa ajili ya usalama wangu. Lakini mpaka hivi sasa hali yangu ya kiusalama naona ipo chini, na mimi kiangalia na familia naishi. Kwa hiyo naomba nisaidiwe kutokana na hali yangu ya kiusalama. Nashindwa hata kutoka kutembea, nashindwa. Kwa sasa hivi familia yangu inaishi kwa wakati mgumu sana, kwa sababu hata wenyewe naona kama wananilaumu kwa kile nilichokifanya, labda kwa sababu maisha wanayepitia na wao wanaogopa hata kutoka nje, wanaogopa hata kutembea mtaani, wanahisi na wao hivi vitisho wanavyopewa mimi, wanahisi mama yao muda wote na saa yote naweza nikauawa kama watu walivyokuwa wanazungumza. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.